Kutangaza biashara yako bila kuelewa saikolojia ya mteja ni hasara kwa sababu zifuatazo. Mteja wako wewe hajichukulii kama mteja. Mteja wako wewe anajichukulia kama mtu ambaye yupo na maisha yake, ila kuna kitu ambacho kinamuia ugumu kukamilisha. So, ukienda pale badala ya kufill in kwenye hilo gap ambalo yeye ndo analihitaji, ukaenda pale na ujuaji wako wa hiyo huduma ama product yako na utaka kujifanya ni expert, mtaalamu sana, unampoteza. Kuna mfano huwa nautolea sana. Mimi nikikaa hapa kuongelea usajili wa makampuni na biashara na leseni, sifundishi wafanyabiashara kuwa wanasheria. Naelekeza kitu gani wanachotaka wafanyabiashara. Anataka kampuni kwa sababu gani anataka kampuni? Itamsaidiaje? Umuhimu wake ni nini? Asipokuwa nacho anamisi nini? Na akiingia kwenye kampuni afanye nini? Namna gani itaweza kumsaidia kutoka hatua moja kwenda nyingine? Hicho ndicho tunampa biashara. Ila kuna wale vishankupe ambao wamesoma huko diploma, certificate na degree na masters za sheria, wanakuja kwenye akaunti yangu pale chini kwenye comment, wanaanza kuwafundisha wateja wangu mimi ambao nawatafuta kwa jasho langu, kuanza kuwapa sheria za makampuni. Anaandika precedents. Ukisoma kesi ya Mwansusu versus Mwansusu imeelezea hivi. Bro, hayo kaa nayo mwenyewe. Hapa naongea na mteja kwa sababu kutokana na saikolojia ya mteja. Mteja anahitaji kujua Mwansusu versus Mwansusu. Hiyo kwa kitaalamu inaitwa ni precedents. Mfanyabiashara hajui kitu kinaitwa precedents. Mfanyabiashara hajui kitu kinaitwa Companies Act of 2002. Hayo hayajui. Mfanyabiashara anaandaa kampuni. Ndio maana mimi nikiwa hapa naelekeza vizuri, napata wateja, napata hela na survive. Wewe ambaye unakuja kwenye comment yangu pale chini, hujai kupata hata shilingi 10 kwenye hayo makesi law, sijui Mwansusu versus Mwansusu imeelezea kisheria mwaka fulani, ngoja nikupe siri. Haya hayakupi hela. Wateja ni watu wazima wenye mambo yao na maisha yao. Ila kuna advancement wanaoitaka kwenye engo ya biashara, kwenye engo ya management, kwenye engo ya kurun, kwenye engo ya entrepreneurship. Kwa hiyo inabidi ufikirie mindset ya mteja, sio mindset yako. Kuna watu wote kiona wana comment pale, nikiangalia kwenye page zao nakuta ni wanasheria kabisa. Ila ukiangalia page yake amepost makesi pale, ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kesi fulani versus kesi fulani. Anafikiria yale pale watu wataanza kuappreciate. Oh, mwanangu unajua. Hii nakupa siri, wewe ambaye unasoma sheria, accounting, watu waliosoma mambo ya hesabu, watu waliosoma masuala ya lugha. Ukija hapa na manamba yako na professional wako ukupi hela. Unajua kwa nini wanasheria wengi hawana hela? Hawana hela kwa sababu wanahisi wanapata hela kwa kuwa wajuaji. Mtu kasoma language vizuri, amesoma Kiingereza, yuko pale badala ya kufundisha watu wajue kuongea, unataka kujifanya wewe unajua vocabularies. Unajua mahesabu vizuri, badala ya kuwasaidia wafanyabiashara kuna namna gani kutatua changamoto zao, unataka kujifanya unajua hesabu. Mtu wa sheria unataka kujifanya unataja case law. Hayo hayakupi hela. Saikolojia ya mteja ndio ya msingi itakayokupa hela wewe mfukoni, tofauti na wewe kujifanya mjuaji. Hii ni kwa ajili yako, itakusaidia.